Asante sana. Shalom wapendwa, Bwana Yesu asifiwe, Bwana wabariki na karibuni tena katika kipindi chetu kizuri ambako tunaendelea kujifunza habari za kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Na hii sasa ni sehemu nyingine tofauti kabisa. Nafikiri itakuwa episode ya 6 sasa ambayo tunaendelea kuongea kuhusu habari za kitabu hiki cha Wakorinto. Na tumeanza na kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wiki iliyopita tumeona kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tumeanza sura yake ya 5 hadi sura ya 7. Kwa hiyo leo tunaanza sura ya 8 hadi sura ya 9. Wapendwa, nasema karibuni tena katika Bwana wetu Yesu Kristo ili tujifunze neno. Unajua yote sisi ni neno. Baraka zetu zinalala katika neno, tuliumbwa kwa neno, bahari iliumbwa kwa neno, tutaenda mbinguni kwa neno, kila kitu ni kuamini neno. Kwa hiyo Ukristo ni kuamini neno. Na hakuna Ukristo mwingine ulio tofauti ya neno. Kupata Roho Mtakatifu ni katika neno. Kwenda mbinguni ni katika neno. Kuzaliwa mara ya pili ni katika neno. Kwa hiyo kila kitu ni katika neno. Kwa hiyo karibuni tujifunze neno. Najua ya kwamba hata Roho Mtakatifu aliye ndani yako naye anapenda sana kula neno. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza tumeongea mengi katika episode ya kwanza, episode ya pili, episode ya 3, episode ya 4, episode ya 5. Hii sasa ni episode ya 6 kuhusu mafunzo kwa ajili ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Na leo tunaanza Wakorinto huu wa kwanza kuanza sura ya 8 hadi sura ya 10. Naomba sasa unisikilize kwa makini. Hii sura ya 8 hadi 10 inaongea nini? Kiujumla kabisa ukisoma vizuri sura ya 8 hadi 10 ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza inaongea kuhusu haswa habari za miungu, za kuabudu miungu, au habari za kula vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya miungu. Kiujumla hii inaongea sana kuhusu masuala ya miungu na kuhusu masuala ya kula vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya miungu au kutoa sadaka kwa miungu. Kwa nini? Kwa sababu sura ya 8 yenyewe ndo inaongea haswa kuhusu swala la kula vyakula vilivyotolewa katika miungu. Sura ya 9 inaongea kuhusu haki ya mtumishi wa Mungu au mtume wa Mungu au mfanyakazi katika hekalu la Bwana. Na sura yake ya 10 ndo inaongea kuhusu maonyo ambayo Mungu anatuonya kwa mfano wa safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Jinsi walivyotembea, mahali walipokosea, kosa walilolitenda. Na Mungu sasa akatuonya na sisi tusitende kama wale walivyotenda, tusije tukapate madhara kama yale. Kwa hiyo hizo ndo sura 3 za Wakorinto wa kwanza, yaani sura ya 8 hadi sura ya 9. Zinaongea tu kuhusu habari haswa za vyakula vilivyotolewa katika miungu. Na najua sote kiujumla jibu ni moja, hapana. Hapana, hatupaswi kula vyakula vilivyotolewa kwa miungu. Hebu fungua kwanza tusome hapo haraka haraka katika Wakorinto wa kwanza. Fungua sura yake ya 10. Sura ya 10. Umeshafika hapo tayari Okay, uko kwenye Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10. Okay. Tuanze moja kwa moja mstari wa 24. Mstari wa 24 tunasoma kwa jina la Yesu. Mtu asitafute faida yake mwenyewe. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza. Maana dunia ni mali ya Bwana. Dunia ni mali ya Bwana. Na mtu asiyeamini akiwaalika na mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza. Voilà, mkienda kwa asiyeamini kuleni kila kitu, hata kama ni mbuzi Katoliki tunagonga. Unajua mbuzi Katoliki? Getre. Nguruwe. Endelea. Hebu ruka basi moja kwa moja 28. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Kwa hiyo unaweza ukaendelee au ishia tu hapo ili tuende vizuri zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho kimetolewa kwa ajili ya sadaka ya miungu, maandiko yamesema tusile.
lakini kitu kingine ambacho hakikutolewa kwa ajili ya sadaka ya miungu sisi tunagonga. Yani iwe mbuzi Katoliki tunagonga. Pastor Obed ndio aliniambia hilo jina kwamba ili kitu tena inaitwaga mbuzi Katoliki. Sasa hebu tuingie moja kwa moja katika somo letu. Tuanze katika sura ya 8. Sura ya 8 inaongea haswa masuala haya ya vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu. Naomba ukaanze basi 8:1. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno. Na tatizo ya ujuzi ni kwamba ujuzi huleta majivuno. Bali upendo unajenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno. Mtu yeyote akidhani ya kwamba anajua neno, ajue neno lote bado kama inavyompasavyo kujua. Kwa sababu gani? Simame kidogo hapo. Kuna watu wengi wanajivuna leo kwa sababu ya ujuzi. Mimi ninajua. Ndugu zangu, kama bado unajivuna na kujipika kifuani kwamba mimi ninajua, maana yake hujajua kama inavyostahili kujua. Sababu ukijua kama unavyostahili kujua, hutajipiga kifuani kwamba unajua. Kwa nini? Kwa sababu ujuzi unaleta majivuno. Ndio pale mtu anajivuna, anajiona yeye ni anajua, anaelewa. Na ndio ilikuwa tatizo ya watu wa Korinto. Watu wa Korinto walikuwa wanaona wanajijua. Vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu, hapana bwana, hakuna kula bwana. So wakawa wanakataa ile kula kwa namna fulani ya ujuzi. Ndio Paulo sasa akaja akawaambia ndio, lakini isiwe kwa namna ya ujuzi. Na zaidi ya hapo, wengine wanasema hapana bwana, tutakula. Hii tuko katika Agano Jipya sisi. Vyakula vimetolewa kwa ajili ya sanamu. Sisi tunajua Mungu ni mmoja tu. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hizi sanamu sisi hatuzifahamu. Sanamu si kitu kwetu. Chakula tunagonga. Hivyo unajua mfano wa chakula kilichotolewa kwa ajili ya miungu. Kuna chakula fulani kama toshia sadaka ya mababu. Kwa mfano hizi sadaka za mababu, wanaenda kule wanachinja mbuzi, wanachoma mbuzi kule makaburini. Vile ni vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya miungu. Na wanafanya mambo yao pale ya kishirikina, sijui nini, vitu kama vile hapana kula. Kwa mfano pia hizi nini hivi ambao wanafanyaga Waislamu wanafanyaga sherehe fulani mwezi Ramadhani, sijui nini, sababu tunaamini ule Allah sio Mungu wa kweli. Sisi tunajua Mungu wa kweli ni mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakifanya vyakula vyao kwa ajili sijui ya Allah, sijui ya nini, sisi kwetu vile tunavijua kama ni vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya miungu, kwa ajili ya sanamu. So hatuwezi kutumia vyakula kama hivyo. Na sisi tunajua tu kutumia vyakula vile ambavyo havikutolewa kwa ajili ya miungu. Ndio maana hapo ukisoma katika mstari wake wa 4 wa Korinto wa kwanza 8 anasema, basi kwa habari ya kuvila kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake, yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo, na sisi kwa yeye huyo. Basi ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuzizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba si kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamira zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Mstari wa 8. Lakini chakula hakitudhurishi mbele za Mungu. Maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini angalieni, huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, yake mtu huyu kwa kuwa yu dhaifu haitadhibitika naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Ndio maana nampenda sana Paulo. Unasikia jinsi anavyo, yaani Paulo katika ongea yake anapiga kwanza upande huu, anapiga pia upande huu, alafu tena anarudi katikati. Ukisoma vizuri hii sura ya 8, ukishia tu kwenye sura ya 8, kama hujasoma sura ya 10, utafikiri labda Paulo anaruhusu kula vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu. Yaani ukisoma tu sura ya 8, utafikiri kama vile anaruhusu watu wanaweza wakale vyakula, sio shida kula hivyo vyakula, isipokuwa tu tuache kula ili tusisumbue watu walio na dhamira dhaifu.
yaani wale waongofu wapya. Lakini sasa ukisoma sura ya 10 ndo anakataa katukatu kabisa kula vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu. Wamemaliza. Wanakuita. So ninachomaanisha kusema hapa ni nini? Ni kusema kwamba ujuzi unaweza ukawe nao, lakini angalia pia, je, hili nikilifanya alitakwaza watu wengine? Sababu tatizo katika Ukristo inapaswa kukwepa sana kukwazana. Kuangalia jambo ambalo unaweza ukalifanya likawakwaza wengine, hachana nalo, usilifanye, kwa sababu utakuwa kwazo. Maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule ayaletai. So unapokuwa wewe sababu ya kwazo, sababu ya mtu kuanguka, wewe umekuwa mbaya zaidi kuliko yule aliyeanguka. Ndio maana Paulo hapa anaonya mambo mengine hata kwako ni mazuri, lakini basi hata kuyafanya kwa ajili ya kutukua kwazo kwa wengine. Mstari wa 11, na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. 12, hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnatenda dhambi kwa Kristo. 13, kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikakwaza ndugu yangu. Do you see? Ndugu Branham akasema hivi, kama kula kuku inakwaza ndugu yako, hacha kula kuku. Hata kama kula kuku si dhambi, lakini kama kula ile kuku inamkwaza mtu, hacha kula kuku, usije ukawe kwazo. Sababu kumkwaza mtu ni kumkwaza Kristo. Kumkwaza mtu ambaye ni Mkristo, ambaye Bwana alikufa kwa ajili yake, ni sawasawa na kukwaza Kristo. Hili ndugu zangu, kitu kikubwa ambacho mimi nasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 8 ni kutokuwa kwazo kwa mtu mwingine. Yaani jitahidi katika matendo yako, kufanya kwako, kutembea kwako, usiwe kwazo kwa watu wengine. Hata kama jambo unalolifanya ni nzuri, sio dhambi, lakini jitahidi katika kufanya lile jambo usiwe kwazo. Sababu ukimkwaza mtu aliyeokoka, umemkwaza Kristo. Na ndio hapo kuna shida, ni msalaba mkubwa, ni tatizo kutokuwa kwazo kwa watu. Ni kazi nzito. Kwa hiyo ndio sura ya 8. Watu walikuwa na ujuzi. Mmoja anasema mimi nitakula, mwingine mimi sitakula, wengine hapana bwana, sisi tutakula vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu, wengine hapana, tusile vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu. Paulo akaja sasa akasema, jamani, naelewa nyinyi mna ujuzi, mnasoma sana watu wa Korinto, lakini basi kwa wale wanaosema sisi tutakula, angalia basi, sababu ukila hivyo utamkwaza yule ambaye anaamini kwamba hatakula, aliye na nidhamu dhaifu. Na ukimkwaza mtu unamkwaza Kristo. Basi kwa sababu ya kutokukwaza unaweza ukaache kula. Paulo mwenyewe akasema, mimi hapa wa Paulo, kama chakula imegeuka kuwa kwazo kwa mtu mwingine, sitakila milele, nisije nikawe kwazo kwa ndugu yangu. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo hatuyafanyi hata kama si kosa, lakini tunaacha kuyafanya kwa sababu ya kutokukwaza watu wengine. Tujitahidi katika maisha yetu tusiwe kwazo kwa watu wengine. Nafikiri hiyo imeeleweka. Okay. Sura ya 8 inaongea nini? Sura ya 8 inaongea kuhusu haki ya mfanyakazi katika shamba la Bwana. Sura ya 8 inaongea kuhusu haki ya mtume. Sura ya 9 ya kumrazia. Sura ya 9 inaongea kuhusu haki ya mtume, haki ya mfanyakazi katika shamba la Mungu. Na Paulo anasema ya kwamba yeye ijalishi yote hayo, lakini hakutumia haki hizo, aliendelea kufanya kazi zake. Sawa, ili kwamba aweze kujifadhili yeye mwenyewe katika kazi ya Mungu. Lakini ni haki ya mtumishi wa Mungu. Na mwisho kabisa hiyo sura ya 9 ndo inadhibitisha ya kwamba tusile vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu. Hebu twende 9:1. Je, mimi si huru? Mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sikumwona Yesu Bwana wetu? Si kazi yangu katika Bwana? Anaambia watu wa Korinto. Je, mimi si mtume? Mimi Paulo si mtume? Je, mimi sikumwona Yesu Kristo? Si alikutana naye wakati anaenda Dameski? Ina maana alimuona Yesu Kristo. Je, ninyi watu wa Korinto, si kazi yangu katika Bwana? Ninyi si watu nimehubiri mpaka mimi ndio nimewaleta kwa Kristo? Sura ya 2. Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtu kwenu ninyi. Ni mtume kwenu ninyi. Ni mtume kwenu nyinyi. Kwa maana ninyi ndinyi muhuri ya utume wangu katika Bwana. Ninyi ndinyi muhuri ya utume. Ndio maana na sisi tunajipiga kifua kwa wale walioamini kupitia maneno yaliyotoka kinywani mwetu. Wale ndio muhuri wa utume wetu katika Kristo.
Tunapoenda tunahubiri, tunabatiza watu, tunasema wow, jina la Bwana lihimidiwe. Tunapofika mahali tunahubiri, watu wanaamini. Ndugu Branham anasema injili ina shabaha 4 kubwa. Shabaha ya kwanza katika kuhubiri injili ni kufanya watu waamini Yesu Kristo. Shabaha ya pili katika kuhubiri injili ni nini? Shabaha ya pili kuponya magonjwa ni shabaha ya mwisho. Shabaha ya pili katika kuhubiri injili ni kufuata ushirika miongoni mwa makanisa. Imagine sisi tunapoenda hapa, tunafika mahali tunahubiri pale, ushirika wa kanisa la Baraka na kanisa la Kigoma unaimarika. Kwa hiyo shabaha la pili ni ushirika miongoni mwa makanisa. Shabaha la tatu ndio uponyaji wa kimwili, na shabaha nyingine hapa ya mwisho ambayo imeniponyoka haraka hapa kichwani. Kwa hiyo lengo kubwa haswa katika kuhubiri injili sio kutoa unabii, sio kuponya tu magonjwa, lakini kwanza kufanya watu waamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo hapa naye anajipiga kifua kwa kazi aliyoifanya. Anasema, kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtume kwenu ninyi, kwa maana ninyi ndimi muhuri ya utume wangu katika Bwana. Hilo ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza, je, hatuna uwezo kwa wakula kunywa? Paulo anauliza, je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Au je, mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Ni Paulo anauliza. Nani askari anaendaga vitani kwa pesa zake mwenyewe? Si askari anapewaga pesa na serikali? Nani ambaye anaweza fuga mifugo asitarajie kula matunda ya mifugo aliyoifuga? Paulo akaongeza akasema hivi, je, ninanena hayo kwa kibinadamu au torati nayo haisemi hayo? Sababu torati pia ilisema hayo. Kwa maana katika torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinwa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu haangalii mambo ya ng'ombe? Au yamkini ananena hayo kwa ajili yetu? Naam, aliandika kwa ajili yetu, kwa kuwa alimaye nafaka ni yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni yake kutumaini kupata sehemu yake. Sikia sasa mstari wa 11. Ikiwa sisi tuliwapatia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Sisi tushakuhubiri injili papa. Ulikuja huko maskini una kitu, tunakuhubiri injili ukaokoka, ukanunua gari. Ni mbaya mimi kuchukua gari yako moja au kukwambia tolea Mungu hiyo moja? Conceledis. Paulo naye hapa anasema hebu tuyaongee kwanza. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, sisi wahubiri, sisi mitume, sisi wachungaji, tuliwapandia vitu vya rohoni. Ulikuwa mkunywa pombe, ulikuwa mlevi, tukahubiri injili, Mungu akakutoa katika ulevi, ukaokoka. Leo Mungu amekubariki, una dola milioni 9. Ni kosa kabisa ukisema mchungaji, chukua na wewe dola 1000 ukanunue maziwa. Ni kosa jamani. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Soma 11, soma 11. 12. Ikiwa wengine wanashiriki uwezo juu yenu, si zaidi? Ikiwa wafumu mnaenda kwa waganga wa jadi wanawaomba pesa zenu, je, sisi si zaidi? Endelea. Lakini hatukuutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote tukaizuia habari njema ya Kristo. 13. Hamjui ya kuwa wale wazifanyazo kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Si tout à fait normal. Mtu anafanya kazi hekaluni, anakula anahudumia madhabahuni, anakula madhabahu. Zile mbuzi zilizokuwa zinaletwa katika Agano la Kale za kutoa sadaka, kulikuwa sehemu ya kuhani. Yaani wewe unaleta mbuzi wako kwa sadaka, anachinjwa. Kuhani alikuwa na sehemu yake kwa ule mbuzi, ambao ule sehemu haikuchomwa, iliwekwa pale. Ni nyama ya kuhani, ni nyama ya kuhani, hauwezi pinga. Kuhani si atakula pale, ndio maana kuhani anakula madhabahu. Sasa kuhani yeye hana shamba, hana pa kwenda. Mungu amemkataza asilime, amemkataza asifanye biashara. Kazi yake ni pale madhabahuni. Aso yaone sasa yeye si atakula pale madhabahuni. Si ndio maana kila aliye mtumishi wa kweli wa Mungu anakulia madhabahuni.
Watu wanakulia wapi? Madhabahuni. Ni hizi chakumi zenu na sadaka zenu zinafanya Wakristo, ambao Wakristo wanatondo, zinafanya watumishi wa Mungu wafanye kazi. Wewe unafikiri ni nini? Ni hii misaada ambao watoto wa Mungu wanatutumia. Mchungaji chukua $50 yake. Mchungaji $100 hii. Mchungaji $100 hii. Mchungaji $1000 hii. Mchungaji $3000. Si ndio tunakula hiyo na sisi? Na mwisho wetu sisi tunafanya nini? Tunawapompa mambo ya kiroho. Nyinyi huko mnabarikiwa, mnapaswa pia kutubariki na sisi mwisho wake. Hiyo c'est normal. Hata Torati nayo inasema hivyo. 15 14. Na Bwana hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Rudilia hiyo tena. Na Bwana hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Soma kwa Kiingereza kwa hiyo inasema hivi. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yani wale wanaohubiri injili wanaishi kwa injili. Si ndio maana tunaishi kwa injili. Basi sisi mimi niko na kazi gani? Hakuna. Kazi yangu ni moja tu, kuhubiri nini? Yani tunaishi kwa nini? Kwa injili. Yani ni Mungu na Bwana vivyo ameamuru. Ni Mungu ndiye aliyeamuru kwamba wale wanaohubiri injili waishi kwa injili. Ndio maana sisi tunaohubiri injili tunaishi kwa nini? Kwa injili. Hata kama hatutaki kutumia huo mwanya sana, hatutakaje kuliongea hilo sana, sawa? Lakini ni kweli, najua hivi gisi tunaliongea. Watumishi wa kupenda pesa, waonda faranga, moya kuzimu. Hapana, sisi hatupendi pesa jamani, ni neno. Na hata Paulo naye alijizuia sana kuingilia swala hili, sababu hili swala wakati mwingi linaleta shida na mchanganyiko na matatizo miongoni mwa watu. Watu wanakuona kama unapenda pesa kama nini. Hatupendi pesa, ni neno la Mungu. Hebu rudilia tena mstari wa 14. Mstari wa 14. Anza mstari wa 13. Mstari wa 13. Hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, wale wahudumiao madhabahuni huwa na fungo lao katika vitu vya madhabahu. 14 sasa. Na Bwana hivyo ameamuru kwamba wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Itomatomo onya kupitia injili ni neno, sababu sisi tunahubiri nini? Injili. Kwa hiyo kutoa sadaka kwa mtu anayehubiri injili ya kweli, lakini hapana injili hii ya uongo, ni haki yako, ni neno, na Mungu atakubariki. Paulo anasema 15, lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja, wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi. Paulo anasema mimi siandiki hivyo ili iwe hivyo kwangu mimi, maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abadilishe huku kujisifu kwangu. 16, maana ijapokuwa naihubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti tena ole wangu nisipohubiri injili, maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa uwakili. Basi thawabu yangu ni hii ya kuwa nihubiripo nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika injili ya Yesu Kristo. Sawa? Atutumie hiyo, ila tunawaonyesha tu kwamba ni nini? Ni neno. Na msipaniki, mseme unaona basi mhubiri faranga, banaanza hubiri franga. Unaona hao watumishi wa siku za mwisho, watumishi pesa. Tulionyesha tu ni neno. Ni Paulo aliandika. Sawa? Hatuongei hivyo ili iwe hivyo kwetu. Hapana. Ila tunajaribu kuwaonyesha nini? Neno. Jinsi gani lilivyo, na sisi tunaendelea kuhubiri na tunahubiri kwa hiari yetu. Hatuwezi kuhubiri kwa ajili ya pesa. Hapana. We can't do that. Na hakuna mhubiri yeyote aliyeitwa na Mungu ambaye atahubiri juu ya pesa. Hayupo. Na huyu akiwepo atakuwa hajaitwa na Mungu. Sawa? Yeyote aliyeitwa na Mungu anahubiri kwa lengo moja tu, la kufanya nafsi ziokoke, zimjue Bwana Yesu Kristo. Lakini hiyo injili inahitaji pesa ili iende mbele. Kuna injili bila pesa? Hakuna. Kununua speaker zenyewe ni pesa, kununua kamera ni pesa, kufanya hiki ni pesa. Kila kitu kinahitaji nini? Pesa, ili injili isonge mbele. Lakini hatuhubiri kwa ajili ya kutafuta pesa. Nafikiri hiyo sura ya 9 imeeleweka hiyo. Sasa sura ya 10 Paulo anaongea nini? Paulo sasa anatoa maonyo kwa kanisa
akichukua mfano wa safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri na kuingia katika nchi ya ahadi. Paulo anaonyesha wana wa Israeli, jamani, wote si walibatizwa wawe wa Musa? Si walipita wote katika jangwa? Si walifanya hivyo? Waliona miujiza? Lakini hao kuna wengine ambao hawakwenda popote. Unaweza ukaanza hiyo Yohana 10, anza moja tu. Wakorintho wa kwanza 10:1. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katika bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa, na katika bahari wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, waliangamizwa jangwani. Wengi sana, unajua hivyo. Walitoka kule watu takriban 2,000 ambao walitoka wapi? Misri. Takriban watu 1000 ngapi? 2,000. Katika ile 2,000 iliyotoka Misri, unajua wangapi waliingia nchi ya ahadi? Wawili tu, Musa na Kalebu na nani? Na Yoshua na Kalebu. Ndio wawili tu walioingia katika nchi ya ahadi, na wale watoto waliozaliwa jangwani. So unaona, kwa hiyo Mtume Paulo anataka kuanza kutoa mfano huu ili uwe mfano kielelezo kwa Wakristo wa leo, ya kwamba unaweza ukatoke na unaweza ukabatizwe, lakini ukafie jangwani kulingana makosa ambayo unaweza ukayafanya. Kwa hiyo kutoka, yani kuitwa, unaweza ukaitwe na ukabatizwe na ukaanze safari, lakini jangwani kwa sababu ya makosa ukashindwa kwenda mbele. Kwa hiyo kuitwa, nimeitwa na Bwana, ndio unaweza ukaitwe. Nimebatizwa niwe wa Kristo, ndio unaweza ukabatizwe, lakini uwe angalisho. Makosa ambayo utayafanya safarini inaweza ikafanya ukaangamie na usimuone Bwana. Hilo ndilo ambalo Paulo anajaribu kulionya kanisa la Korinto. Kuliambia kanisa la Korinto ya kwamba hata kama nimekuja kuhubiri hapo Korinto, mmeamini hapo Korinto, mmeitwa ndio, mmebatizwa ndio, lakini angalishoni na makosa mnaweza mkayafanye katika hii safari yakafanya Mungu akawaangamize jangwani. Chukueni mfano wa ndugu zetu ambao walitoka Misri, wana wa Israeli. Waliangamia wengi jangwani, hata kama waliitwa wakatoka, hata kama wote walikunywa maji kwa ule mwamba ambao ni Kristo. Maji si ni neno Ina maana wote walipata neno kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Hata kama wote walikunywa maji kutoka kwa Kristo, hata kama wote walibatizwa wakawa wa Musa, lakini hata hivyo wengi miongoni mwao waliangamia jangwani. Waliangamia jangwani kwa nini? Twende sasa. 6. Mambo hayo yalikuwa mfano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wakacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Kwa hiyo Paulo anaanza kuwaonya mambo ambayo yalifanya hawa watu wakataliwa jangwani. Kuabudu sanamu, sawa kufanya usharati. Unaona hayo ndo mambo anaanza sasa kuyataja. Kwa hiyo anaambia kanisa la Korinto, mmetoka ndio, mmeitwa ndio, lakini angalieni usharati mnaoufanya, unaweza ukafanya Bwana akawateme jangwani. 9. Tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu. Kwa hiyo mnaweza mkatemwe jangwani kwa kumjaribu Bwana. Mstari wa 10, wala sinungunike wengine wao walivyonungunika wakaribiwa na Mwarabu. Kwa hiyo kunungunika pia ni vibaya katika safari hii. Ukiwa mtu wa manunguniko, Mungu anaweza akakuteme jangwani. 12. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejizania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu kuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Hii ndio napendea Mungu hapa. Mungu hawezi kukupa jaribu lililo zaidi ya imani lako. Wakati unapona majaribu ni mengi, yani una imani kubwa,
Mungu hawezi kukupa jaribu lililo zaidi ya imani lako. Jamani, mimi sipati majaribu, yani huna imani. Mungu anakuona huyu ni jaribu kidogo tu anaondoka. Mungu kama aliruhusu lile jaribu limpate Ayubu, ni kwa sababu Ayubu alikuwa na imani kubwa. Kwa hiyo Mungu hawezi ruhusu mtu apate jaribu zaidi ya imani lake. Na hata jaribu linapokuja, linapokuwa ngumu, mzito, Mungu anatengeneza mlango. Mungu anatengeneza mlango. Itapokuwa shida, matatizo, unaona hapa sasa ndo siwezi, lakini kumbuka Mungu anatengeneza nini? Mlango. Najua kawimbo kamoja ambako Dr. Silas alikuwa anazoea kuimba kanisani kwake kwamba najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza. Ukweli ni kwamba Mungu anatengeneza njia, na katika hiyo shida, katika hiyo jaribu, ndio Mungu atakuinua. Yusufu kabla ya kuinuliwa salipita katika shida, akaudhishwa na ndugu zake, akadharauliwa, akatupwa nje, akafungwa, lakini kupitia ile jaribu ya kufungwa Mungu akafanya nini? Akamuinua Yusufu. Ona vijana watatu wa Kiebrania, kabla ya wao kuinuliwa walitupwa kwanza katika gereza la moto, tanuru ya moto, lakini Mungu akaja kupitia ule moto, Kristo akawainua. Ona hata Danieli kabla ya kuinuliwa salitupwa kwanza katika pango la simba, lakini kupitia lile pango la simba Mungu akafanya nini? Akamuinua. Ayubu kabla ya kuinuliwa alipita kwanza katika majaribu ya vidonda, watoto kufa na minyama, lakini hapo Mungu akamuinua. Yesu Kristo mwenyewe kabla ya kuinuliwa alipata mateso mengi mpaka akatundikwa msalabani, ila Mungu akamuinua kupitia hilo jaribu, akapewa jina lilo juu ya majina yote, na kila goti kwa jina la Yesu litakunjwa. Jamani, majaribu yanapokuja tumtumainie Yesu. 16 kikombe kile cha baraka kibarikicho si ushirika wa damu ya Yesu ya Kristo? Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Ndio maana sisi sote tuwapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wale wazilaho dhabihu, je, hawana ushirika na dhabihu? Soma saa 19. Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi yeye? Tunaona sasa hapa 10 sasa ndo anakataa kabisa. Lakini ukisoma 8 utafikiri labda unaweza ukale vyakula vilivyotolewa kwa ajili ya sanamu, lakini ukisoma sasa 10 ndo unaona Paulo amekataa katukatu vitu vilivyotolewa kwa sanamu. Nafikiri tunaweza tukaishia hapo. Nimekula dakika ngapi? Hapa ni zaidi ya 20 na zaidi. 20 na zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nimemaliza sura ya 8 hadi sura ya 10 wa Korinto wa kwanza. Aliye na swali karibu kwenye comment.